Klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club imeweza kutangaza vingilio vipya mara baada ya mchezo wao kuhamishiwa uwanja wa Amani Zanzibar na sio Benjamin Mkapa. Simba wametangaza kuwa waliokuwa wamekata tiketi ya mchezo wao wa marudiano wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane uliokuwa unakusudiwa kuchezwa Benjamin Mkapa, tiketi zao wazitunze, wataweza kuzitumia katika siku ya Simba Day. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari, meneja wa habari na mawasiliano ya klabu ya Simba Sport Club Ahmed Ali amesema kwamba hatupasi kunyoshana vidole, bali kinachotakiwa sasa ni kuangalia nini ambacho kipo mbele yetu. Ahmed Ali anasema kwamba wapo waliofikiria kwamba Simba tunaogopa kwenda kucheza fainali Zanzibar. Ahmed amesema kwamba kabla ya mabadiliko walipanga kuweka historia katika dimba la Benjamin Mkapa kwa kujaza na kuheshimisha uwanja huo kwa kubeba ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika. Hatupaswi kunyoshana vidole wala kulaumiana, kila mtu ameathirika. Na nini tunapaswa kufanya baada ya watu wote kuathirika? Ni kusimama sasa na kwenda kumshambulia adui ambayo yuko mbele yetu. Baada ya kusema hayo, vingilio vipya kwa mchezo wetu wa tarehe 25 ya mwezi wa 5 mwaka 2025, mechi ya kwenda kuchukua ubingwa wa Afrika kwa la Urusi itakuwa ni shilingi 30,000 na mzunguko ama orbit na saa itakuwa ni shilingi 10,000, na tiketi hizi zinaanza kuuzwa rasmi kuanzia hii leo. Tiketi yako ambayo ulinunulia, kadi yako ambayo ulinunulia tiketi ya mechi iliyopita, hiyo unaweza ukanunulia tena tiketi ya mechi ya Jumapili ya finali dhidi ya RS Berkane. Kwa ile ya awali itabaki kama ilivyo, alafu hii mpya utakaonunua ndio ambayo itasoma kwenye system siku ya kuingia. Tukitazama habari nyingine, kamishna wa michezo Zanzibar Amer Mohamed Makame ameweza kusema dimba la Amani liko tayari kwa ajili ya mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika kati ya Simba dhidi ya RS Berkane. Amer amesema kwamba maandalizi yanakwenda vizuri na amewataka mashabiki wajiandae kukata tiketi. Anasema kwamba pia watu wa kafu wapo pale visiwani Zanzibar. Wamekuja kwa ajili ya hasa watu wanafikiri watu wa marketing wale wameshakuja, wanatoka wiki hii wapo wanafanya mambo yao, lakini pia kuna watu wa kafu wapo pia uwanjani hivi sasa wapo, na leo kuja wengine wa marketing vile vile na wengine ambao wanachukua taarifa na mambo mbalimbali. Kwa ufupi mambo yanaendelea na sisi tumeliona hilo, na kama nilivyosema huko nyuma kwamba tunalipokea mikono miwili na Amani ipo tayari kwa ajili ya fainali ya Simba na Berkane. Wanapima, na mimi leo nimeenda kupokea wageni watatu ambao ni watu wa marketing kutoka CAF, pia wamekwenda pale kutaka kuchukua vipimo mbalimbali vya uwanja kwa ajili ya hiyo mechi. Kwa hiyo naamini kwamba hichi kitu kipo pale Amani. Sasa kama kuna mabadiliko sisi rasmi tutajua, lakini tutafahamu sasa barua inasema kwamba mechi inachezwa uwanja wa Amani. Uwanja wa Amani mdogo, lakini kuna sababu kwa nini, kama ilivyotokea katika nusu finali iliyopita na Stellenbosch ilichezwa Amani kwa sababu uwanja wa Mkapa ulizuliwa kuchezwa ili upishe matengenezo kwa ajili ya mashindano makubwa ya CHAN. Swala zima la tiketi kuuzwa kwa ajili ya mechi za Mkapa, najua viongozi wa Simba ili kitokea hili watajua tunataka kufanya ili mradi watu waweze kuja. Sisi tunawaambia tu kama utafanyika Amani, basi wale washabiki ambao wamenunua tiketi waweze kununua tiketi kama zile zilizobadilishwa, waweze kuja hapa uwanja wa Amani kwa ajili ya kuja kuishangilia na kuipa nguvu timu yao ya Simba ili iweze kushinda finali hiyo na kombe hili libaki hapa. Wengineko hapo jana NBC Youth League jana iweza kuendelea, ambapo Azam FC alikuwa uwanjani dhidi ya Ken Gold, lakini Simba Sport Club ilikuwa uwanjani dhidi ya Dodoma Jiji, ambapo mchezo wa Azam FC dhidi ya Ken Gold, mchezo huo umetamatika kwa Azam FC kuibuka na ushindi wa magoli 4-2. Magoli ya Azam FC yamefungwa na Ashraf Shaban, Mohamed Ismaili, Adinani Rashidi na Carlos Williams, na magoli ya Ken Gold yameweza kufungwa na Popa Richard na Ibrahim Mwante Ngule. Lakini mchezo wa Simba nao ulitamatika kwa Simba kupata sare bao 1-1 dhidi ya Dodoma Jiji. Maridhawa nafasi kwao, Darwesh ameanza kupiga, Darwesh Ahmed ana level scoreboard.
dakika za jioni. Darwesh Ahmed. Mtazamaji, tuvuke mipaka kidogo twende kwa majirani zetu Kenya, ambapo tunaambiwa mabingwa watetezi wa ligi kuu ya Kenya Gor Mahia FC wameweza kuachana na kocha wao Sinisa Mace, raia wa Croatia, kwa makubaliano ya pande zote mbili. Taarifa Gor Mahia haijaweka wazi sababu za uamuzi huo, lakini imesema kwa sasa timu hiyo itakuwa chini ya makocha wasaidizi wawili wa timu hiyo kwa muda. Kwenye ligi hiyo msimu huu Gor Mahia wamecheza mechi 31, wameshinda 15, wametoka sare 9 na kupigwa mechi 7. Hadi sasa wakiwa na mechi 3 mkononi, Gor Mahia wako nafasi ya 3 kwenye msimu wa ligi wakiwa na pointi 54 nyuma ya Tusker wenye alama 55 na kinara ni Kenya Police wenye alama 61. Kenya Police wanahitaji kushinda mechi moja pekee kati ya 2 zilizosalia kwenye ligi ili kutangaza ubingwa wa ligi hiyo msimu huu. Na ni mambo kutoka pale ligi ya Kenya.